Bwana Yesu asifiwe. Amina. Basi ni muda sasa wa kumega mkate wa uzima, neno la Mungu ambalo liko mbele yetu asubuhi ya leo. Ninapenda kualika watu wote ambao mko mahali hapa. Sasa ni wakati wa kusikia neno la Mungu. Hebu kila mmoja wetu afungue moyo wake ili usikie kila ambacho Mungu wetu asubuhi ya leo anakwenda kuongea pamoja nasi. Muda huo, msomaji, ukifungua kitabu cha Yeremia ile sura ya 31, neno la Mungu liko mahali pale ambalo asubuhi ya leo Mungu anahitaji aseme pamoja nasi. Yeremia sura ya 31 fungu la 15, neno la Mungu liko mahali pale asubuhi ya leo tunahitaji kusikia. Karibu mtu wa Mungu kwa ajili ya neno hilo. Yeremia 31 fungu la 15. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi asubuhi ya leo. Sauti imesikiwa Rama. Sauti inasikika Rama. Kilio na maombolezo mengi. Kilio na maombolezo mengi. Raheli akiwalilia watoto wake. Raheli akiwalilia watoto wake. Asikubali kufarijiwa kwa watoto wake. Asikubali, hataki faraja juu ya watoto wake. Kwa kuwa hawako. Kwa sababu hawako. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Zuia sauti yako. Zuia sauti yako. Usilie. Usilie tena. Na macho yako yasitoke machozi. Na machozi yako, na macho yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapita thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui. Kuja tena kutoka katika nchi ya adui. Ndivyo asemavyo Bwana. Ndivyo asemavyo Bwana. Haleluya. Amina. Hilo ndio neno la asubuhi ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asubuhi ya leo ni ujumbe ambao uko mbele yetu. Ujumbe ambao Raheli akiwalilia watoto wake, na Raheli akilia, na Raheli asikubali kufarijiwa, na Raheli hataki kufarijiwa, maana anawalilia watoto wake kwa sababu hawapo. Raheli akiwalilia watoto wake kwa sababu hawapo. Katika Biblia Raheli, ujumbe huu ulishakuja mara mbili kwa Raheli. Ujumbe wa kwanza ni hapa. Ujumbe wa pili ni kitabu cha Mathayo sura ya 2. Kwa mara ya kwanza Raheli aliwalilia watoto wake, maana walichukuliwa mateka, wakachukuliwa katika nchi ya mbali, nchi ya Babeli, wakatekwa, wakatumikishwa huko. Wakasahau kazi yao, wakawa ni mateka wa Babeli. Babeli wakawatumikisha watoto wa Raheli wa Israeli, wakakaa katika nchi ya mateka Babeli. Raheli akiwakumbuka watoto wake, hawaoni wanatumikishwa katika nchi ya Babeli, analia, anawalilia, na asikubali kufarijiwa, maana hawapo. Wameenda nchi ya wapi? Nchi ya Babeli. Hicho ni kilio cha kwanza Raheli. Kilio cha pili ni kile cha Raheli watoto wake vile vile walipochinjwa na Herode. Mfalme Herode. Herode aliwachinja watoto wadogo, akitafuta miongoni mwao ya kwamba atamwangamiza Masihi. Watoto wengi walichinjwa sana kipindi hicho. Raheli pia akalia kwa ajili ya nani? Mtoto wake. Siongelea habari ya Raheli wa Mathayo sura ya ngapi? Siongelea habari ya kilio cha Raheli ile Mathayo sura ya 2. Siongelea hiyo. Naongelea Raheli, kilio cha Raheli cha wana wa Israeli kwenda nchi ya wapi? Ya Babeli. Hiyo ndio yeye. Ile Mathayo ni B. Yake ni hii hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Raheli akiwalilia watoto wake, maana hawapo. Fungu la 17. Fungu la 17 maandiko matakatifu yanasema hivi. Tena liko tumaini kwa siku zako za mwisho. Israeli
tumaini siku zako za wapi? Za mwisho. Naam. Asema Bwana. Na watoto wako watarejea. Na watoto wako laheri watarejea. Hata mpaka wao wenyewe. Hata mpaka wako wenyewe. Watoto wako laheri watarudi tena katika makao yao. Watarudi tena katika biashara zao. Watarudi tena katika kazi zao. Watarudi tena katika mahali pao. Wataishi tena kama walivyokuwa mwanzoni. Amina. Walioyakoswa walipokuwa kutumikishwa na Wababeli katika nchi ya Babeli, wakasahau mahali pao pa kupumzika, wakasahau kazi zao, wakazikosa. Raheli akalia. Lakini ujumbe unakuja, liko tumaini asubuhi ya leo. Amina. Watoto wako tena watarudia imani zao asubuhi ya leo. Amina. Watoto wako tena watarudia kazi zao. Amina. Je, laheri wa leo ingekuwa ndio ombi lako, unapowatazama watoto wako wakihangaika, unapowatazama familia yako wakihangaika, wametekwa na ibilisi, wanatumikishwa na ibilisi, unapoangalia familia yako, unapoangalia watoto wako hawapo kwenye ibada, hawapo kwa Mungu, mateka, ibilisi anawachukua mateka, anawatumikisha. Je, unalia? Je, una huzuni? Je, unaomboleza? Je, hautaki kufarijiwa? Asubuhi ya leo liko tumaini. Kuna mlango wa kutokea asubuhi ya leo. Bwana asema kuna mlango wa kutokea. Bwana asema kuna mlango wa kutokea asubuhi ya leo. Bwana asema zuia sauti yako isilie asubuhi ya leo. Amina. Huo ndio ujumbe wangu asubuhi ya leo. Zuia sauti yako isilie, na macho yako yasitoke machozi tena asubuhi ya leo. Ondoa huzuni ndani ya moyo wako asubuhi ya leo. Amina. Zuia, ondoa huzuni yako asubuhi ya leo. Machozi yako, taabu yako uliyoipitia, mateso uliyoyapitia juu ya wana wako, juu ya binti zako, juu ya kizazi chako, juu ya uzao wako, asubuhi ya leo unapoangalia familia yako, unapoangalia mke wako, humuoni kwenye ibada, unapoangalia watoto wako, huwaoni, hawajamungama Bwana. Shetani anawatumikisha. Mke wako hayuko hapa, wanao wako hapa, na hata unapowaambia habari za ibada, habari za kurudia Mungu, habari za kumwabudu Mungu, wanakuangalia kama umechanganyikiwa, na hivyo umebaki peke yako. Wewe tu ndiye ambaye umesalia, wewe tu kwenye familia yenu, wewe tu ndiye ambaye unamwabudu Mungu. Lakini unatamani pia ungekuwa mahali hapo na binti yako, ungekuwa mahali hapo na mwana wako, ungekuwa mahali hapo na mume wako, ungekuwa mahali hapo na mke wako. Amina. Ndio tumaini lako hilo? Je, ndio tumaini lako hilo? Ndio hitaji lako hilo? Amina. Ndio hitaji lako hilo? Kwamba ungekuwa mahali hapo na baba yako, ungekuwa mahali hapo na mke wako, ungekuwa mahali hapa na wana wako, watoto wako waliotoka kwenye viuno vyako. Ndio tumaini lako hilo? Bwana anasema hivi asubuhi ya leo, zuia sauti yako na macho yako yasitoe machozi, maana liko tumaini tena katika siku za baadaye. Amina. Ujumbe wangu asubuhi ya leo, liko tumaini tena katika siku zako za baadaye. Amina. Wewe unalia biashara zako hazifanyi kazi vizuri, unalia biashara zako haziendi vizuri, unalia hauna kazi, unalia kile ukiangalia huku mambo yako hayaendi, mipango yako haiendi, na hivyo hata kufarijiwa umekataa. Asubuhi ya leo Mungu anasema zuia sauti yako isitoke machozi, usilie asubuhi ya leo. Amina. Uende ni ugonjwa umekusumbua sana, ugonjwa umekutesa, umetumia dawa, unatumia kila aina ya dawa. Wewe umekuwa ni mtu wa dawa, wewe ni mtu wa dawa, kila wakati ni dawa, na ugonjwa hauondoki. Ugonjwa umekutesa, unakusumbua, lakini asubuhi ya leo unahitaji kuwa huru kutoka kwenye mateka ya ugonjwa huo. Bwana asema asubuhi ya leo, zuia sauti yako. Amina. Usilie. Ondoa huzuni. Asubuhi ya leo Bwana Yesu asifiwe. Amina. Fungu la 20
Soma. Fungu la 20 maandiko matakatifu yanasema hivi. Je, Efraimu siye mwanangu mpendwa? Je, Israeli siye mwanangu mpendwa? Je, siye mtoto apendezaye? Siye mtoto apendezaye? Maana kila nisemapo neno juu yake, maana kila napoongea neno juu yake, ningali nikimkumbuka sana. Kwa sababu hiyo moyo wangu unataabika kwa ajili yake. Mungu unataabika. Moyo wa Mungu unataabika juu yako. Asubuhi ya leo Mungu anasema, je, Israeli siye mwanangu mpendwa? Hata kama mfalme wa Babeli, hata kama Ibilisi alimchukua mateka, alimtumikisha, alimfunga huko, hayuko kwenye ibada, amefunga kazi zake, amefunga biashara zake, amefunga miradi yake. Mungu anasema asubuhi ya leo, je, Israeli siye mwanangu mpendwa? Kila napoongea neno juu yake, roho yangu inataabika sana. Mungu anasema moyo wa Mungu unataabika sana. Anasema bila shaka nitamrehemu tena. Haleluya. Amina. Bila shaka nitamrehemu tena. Moyo wa Mungu unataabika sana. 23 maandiko yanasema hivi. Naam. Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi. Watatumia tena neno hili katika nchi ya Yuda. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Naam, soma. Na katika miji yake. Naam. Nitakapowarudisha mateka yao. Ndio. Bwana na akubariki. Bwana na akubariki asubuhi ya leo. Amina. Bwana na akubariki asubuhi ya leo. Amina. Kwa msalaulika baada ya kutekwa, Bwana na akubariki tena. Amina. Bwana akurudishie tena himaya yako. Amina. Bwana tena kurudishie watoto wako. Amina. Bwana tena rudishe mali yako. Amina. Bwana tena rudishe kazi yako. Amina. Naam. Kao la haki, mlima wa utakatifu. Naam. Na Yuda na miji yake yote. Ndio. Watakaa huko pamoja. Ndio. Wakulima nao waendao huko na huko pamoja na makundi yao. Katika miji yao baada ya kutekwa, baada ya kilio cha Raheli, walisahau kazi zao, tena wakarudi kwenye mashamba yao, tena wakarudi kwenye himaya zao. Naam. Kwa maana nimeishibisha roho yenye uchovu. Nitaishibisha roho yenye uchovu. Nami nimeirudisha kila roho yenye huzuni. Nimerudisha kila roho yenye nini? Yenye huzuni. Huzuni machozi yanafutwa. Basi nikaamuka nikaangalia. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Fungu la 16 hapo kwa juu yake. Nirudi pale 16. Bwana anasema hivi. Bwana anasema hivi. Zuia sauti yako. Zuia sauti yako. Usilie. Usilie. Na macho yako yasitoke machozi. Yako yasitoke machozi. Maana kazi yako itapata thawabu. Kazi yako asubuhi ya leo, kazi yako itapata thawabu. Nao watakuja tena toka nchi ya adui. Nao watakuja tena toka nchi ya wapi? Toka nchi ya adui. Amen. Kama adui amekuteka, adui ameteka kazi zako, adui ameteka watoto wako, adui ameteka mke wako, mme wako, uzao wako, adui ameondoa tegemeo lako kwenye maisha yako, na sasa umekuwa mateka, unawayawaya, unalia, unaomba msaada na msaada hupati, kazi zako zimeharibika. Asubuhi ya leo Mungu anasema kazi yako tena inakwenda kupata ijao upya. Amina. Kazi yako tena inaenda kufufuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Weka imani. Weka imani. Mungu tunayemwamini, Mungu tunayemwabudu ni Mungu asiyeshindwa jambo lolote. Hata shetani hajapotuteka, naamini ya kwamba tunapigana na jemedari aliyeshindwa tayari. Amen. Shetani ni mpiganaji aliyeshindwa tayari. Amen. Sisi ni washindi mbele za Mungu kwa jina la Yesu. Amen. Tunapigana na adui ambaye tunajua ni mshindwa tayari. Tunacheza mechi ambayo tunajua tayari sisi ni washindi kwa jina la Yesu. Amen. Tunajua matokeo kwa mkononi. Uzuri wa mechi hii, unaingia kucheza, unajua matokeo nayo wapi? Mkononi.
unao mfukoni. Unajua timu za duniani wanapoingia uwanjani wao wanasema ya kwamba usiingie na matokeo wapi? Mfukoni. Lakini sisi tayari tunaingia uwanjani na nini tayari? Na matokeo mkononi, kwamba tayari tunapigana na adui aliyefanya nini? Aliyeshindwa tayari. Bwana asifiwe. Amen. Huo ndio ujumbe wangu asubuhi ya leo. Zekaria fungu la kwanza. Fungua mahali pale. Zekaria. Huo ndio ujumbe wangu asubuhi ya leo. Fungua Zekaria. Fungu la kwanza, sura ya kwanza, fungu la 12 hadi 13. Zakaria fungu la kwanza 12 hadi 13. Maandiko katika sura ya kwanza fungu la 12 hadi 13. Soma. Inasema, naam, ndipo yule malaika wa Bwana akajibu akasema, ndipo yule malaika wa Bwana akasema, Bwana wa majeshi, Bwana wa majeshi, hata lini utakataa kurehemu Yerusalemu? Hata lini utakataa kurehemu Yerusalemu na miji ya Yuda? Raheli analia huku, watoto wake wako wapi? Babeli. Hata lini utakataa kurehemu? Naam, utakataa kurehemu Yerusalemu? Soma. Na miji ya Yuda na mji ya Yuda uliokasirikia miaka 70. Uliokasirikia miaka hii mingapi? 70. Hata miaka japokuwa ni mingi kiasi gani ya mateso yako, lakini zuia sauti yako siria asubuhi ya leo. Amina. Ndicho tumaini katika siku zako za mwisho. Naam, soma. Mstari 13. Soma. Naye Bwana akajibu. Yule malaika aliyesema nami kwa maneno mazuri, maneno yenye faraja. Malaika akajibu akamwambia ujumbe gani anamwambia huo? Basi kwa maneno ya namna gani? Ya faraja. Naam. Basi yule malaika alisema nami akaniambia, naam, haya piga kelele na kusema. Piga kelele na kusema asubuhi ya leo. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Naona wivu kwa ajili ya Yerusalemu. Naona wivu kwa ajili ya watu wangu Yerusalemu. Na kwa ajili ya Sayuni. Na kwa ajili ya Sayuni. Naona wivu mkuu sana. Naona wivu mkuu sana. Nami nimewakasirikia sana mataifa wanaokia sana waliowateka. Wanaokaa hali ya raha. Ni muda umefika wa kwenda kuwakomboa watu wangu na kuwarudisha. Ni muda wa Bwana umefika wa kurudisha sasa watoto wako chini ya himaya ya Mungu asubuhi ya leo. Amen. Ni muda wa Bwana umefika sasa tena wa kurudisha kwa jina la Yesu yale yote ambayo shetani ameondoa baraka zako zote kwa jina la Yesu asubuhi ya leo. Mungu anaona wivu. Mungu anaona wivu. Amen. Kama ni darasani ulikuwa ufanye vizuri sana, Mungu anaona wivu. Ni muda sasa kurudisha namba yako ya darasani. Ni muda wa Mungu kurudisha namba yako ya darasani. Amen. Ni muda wa Mungu. Mungu anaona wivu juu yako. 15. Maandiko yanasema hivi. Nami nimewakasirikia sana mataifa wanaokaa hali ya raha. Soma fungu la 19. 19. Fungu la 18. 18. Soma. Nami nikainua macho yangu. Nikaona. Natazama pembe 4. Nami nikamuuliza yule malaika aliyesema nami, nini hizi pembe 4 hizi? Naye akanijibu, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. Pembe ni nguvu, ni mamlaka, ni nguvu. Kuna nguvu fulani ambazo zimekutawanya wewe. Ni nguvu za Ibilisi. Pembe zinasimamia utawala, mamlaka, nguvu fulani. Nguvu za Babeli ndizo ambazo ziliharibu maisha ya Waisraeli, zikawatawanya. Kwa jina la Yesu tunatangazia asubuhi ya leo, kama kuna nguvu yoyote ile ambayo imekukalia, kama kuna nguvu yoyote ile ambayo imesambaratisha utumi wako, imesambaratisha watoto wako, familia yako, kazi zako, kwa jina la Yesu asubuhi ya leo Mungu akurudishie kwa jina la Yesu. Amen. Naam. Inaendelea kusema ya kwamba na Israeli na Yerusalemu. Naam. Kisha Bwana akanionyesha watu wa chuma wangu. Hizi ndizo nguvu ambazo zimetawanya familia yako. Hizi ndizo nguvu zimetawanya kazi yako. Asubuhi ya leo Mungu anasema anarudisha tena huko kwa jina la Yesu.
Soma. Kisha Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Bwana akanionyesha wafua chuma wanne. Ndipo nikauliza, hawa wanakuja kufanya nini? Naam. Akasema kwamba hawa, naam, hizi ndizo pembe zilizowatawanya watu wa Yuda. Hizi ndizo pembe wafua vyuma hawa. Pembe hizo ni kitu kile kile, ni nguvu zile zile ambazo zimetawanya watu wa Yuda. Hata ikawa hakuna mtu aliyeinua kichwa chake. Hakuna mtu ambaye hizi pembe, hizi nguvu, hakuna mtu ambaye, hakuna nguvu ya mwanadamu ambayo ingeweza kurudisha nyuma hizi nguvu. Lakini hao ya leo, kimbilia kwenye madhabahu ya Mungu, sio kwa uwezo wa mwanadamu. Hakuna nguvu ya mwanadamu ambayo inaweza kurudisha nyuma nguvu hizi. Hakuna mtu ambaye angeweza kuinua kichwa chake juu ya nguvu hizi na mamlaka haya. Naam. Lakini hawa wamekuja kuzifukuza. Lakini hawa sasa wamekuja kufukuza, kuziangusha pembe za mataifa. Malaika wa Bwana wametumwa, walioinua pembe yao juu ya nchi ya Yuda. Naam. Ili kuwatawanya watu wake. Naam. Nimemaliza. Bwana asifiwe. Amina. Sura ya 4. Sura ya 4. Sura ya 2 fungu la kwanza. Sura ya 2 fungu la kwanza, maandiko yanasema hivi: kisha nikainua macho yangu, nikaona na tazama mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Nikaona mtu mwenye kamba ya kupimia mkononi mwake. Ndipo nikasema, unakwenda wapi? Akaniambia, unakwenda kupima Yerusalemu. Kwenda sasa kupima nini? Yerusalemu. Niona upana wake ulivyo na urefu wake ulivyo. Na urefu wake. Na tazama, yule malaika aliyesema nami. Yule malaika aliyesema pamoja nami. Akasimama karibu. Na malaika mwingine akatoka ili kuonana naye. Ndio. Naye akaniambia, piga mbio. Naam. Kamwambie kijana huyo. Ndio. Na kusema, Yerusalemu utakataliwa na watu. Yerusalemu utakaliwa na watu tena kwa jina la Yesu. Amina. Na kabla haujakaliwa, anaonekana mtu ambaye ana kamba, anapima urefu wa Yerusalemu na mapana yake, maana tena Yerusalemu utakuja kukaliwa tena. Amina. Tena safari hii itakuwa ni zaidi. Amina. Yerusalemu ulibaki maganjo matupu, ulibaki ukiwa, ikawa ni miaka ya ukiwa kwa taifa la Mungu, kwa watu wa Mungu, ikawa ni ukiwa. Maana wameenda wapi? Babeli, kisha utumwa. Miji yao ikabaki ukiwa. Waliomboleza huko, wakatumikishwa huko, wakateswa huko, ikabaki ukiwa. Mungu anamuonyesha nabii Zekaria, anamuonyesha mtu aliye na kamba, anapima. Hata kabla Israeli hawajarudi, tayari imani ianze kuingia ndani. Usisubiri mpaka watoto wako warudi ndipo uweke imani, mpaka mke wako arudi ndipo uweke imani, mpaka biashara yako zifuke ndipo uweke imani. Weka imani kabla ya kuona. Amina. Weka imani. Mungu anapenda imani. Imani ni kuwa na hakika ya mambo ambayo unayatarajia, ni bayana ya mambo ambayo hayaonekani, unakuwa na uhakika. Ndio maana maandiko yanatuambia kwa imani Nuhu alipoonywa juu ya mvua, kabla mvua haijaonekana, akajenga nini? Safina. Usisubiri mpaka mvua inyeshe ndipo uanze kujenga nini? Safina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Usisubiri mpaka mvua ianze kunyesha ndipo ufanye nini? Ujenge nini? Safina. Kuchelewa sana. Ndio maana malaika hapo anamuonyesha, anaonekana malaika, anaonekana mtu anapima nini? Yerusalemu. Hawa watu wako wapi? Babeli. Bado wako nchi ya utumwa, bado wanatumikishwa, lakini tayari huko maandalizi ya kurudi tena, ya kujenga tena, ya kukaliwa tena na watu.
mji wa Israeli yanafanyika huko tayari. Anza kuwa na imani kwa jambo lolote lile ambalo unalihitaji Mungu akufanyie kwenye maisha yako. Weka imani tayari. Soma mstari wake ni wa 5. Inasema kwamba kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote. Yeremia 32 fungu la 42 hadi 44. Yeremia 32 fungu la 42 hadi 34. 42 hadi 34, maandiko matakatifu yanasema hivi. Naam. Maana Bwana asema hivi. Kama nilivyoleta mabaya makuu haya yote juu ya watu hawa, naam, vivyo hivyo nitaleta juu yao mema haya yote niliyowaahidia. Tena mema haya yote kwenye maisha ya watu wa. Haleluya. Amen. Kama jinsi ambavyo unapitia shida na taabu na huzuni na maombolezo na njaa na ukataliwa na kila namna ya ghasia, Bwana asubuhi ya leo anakwenda tena vile vile kumrudishia mema asubuhi ya leo. Amina. Na mashamba yatanunuliwa katika nchi hii. Tena yanakwenda kununuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Mashamba tena na mashamba tena na viwanja tena na mashamba tena yanakwenda kununuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Maana watu sasa Israeli anarudi sehemu yake ya makao yake. Watu wa Mungu walihangaika sana, wakasahau mahali pao pa kupumzika. Sasa mashamba yanakwenda tena kununuliwa upya, viwanja vinakwenda tena kupimwa upya. Kama unaishi nyumba ya upangaji kwa imani kwa jina la Yesu. Amina. Kama unaishi nyumba ya upangaji kwa jina la Yesu, na viwanja tena vinakwenda kununuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Mungu anapokuondolea mateka, Mungu anapokurudisha sehemu yako, kazi yako inakwenda kupata nini? Ijara, thawabu, na viwanja tena vinakwenda kununuliwa kwa jina la Yesu. Amina. Soma. Inasema kwamba mnayoitaja mkisema ni ukiwa, haina mwanadamu wala mnyama, imetiwa katika mikono ya Wakaldayo. Watu watanunua mashamba kwa fedha. Watazitia sahihi hati zake na kuzipiga muhuri na kuwaita mashahidi katika nchi ya Benyamini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Asubuhi ya leo ni wangapi ambao wana imani ya jinsi hii? Wangapi ambao wana imani hiyo? Wangapi ambao wana imani hiyo? Ambao wanainua mioyo yao. Mungu tena awarudishie heshima yao, awatoe kwenye mateka. Simama pamoja nami asubuhi ya leo. Kama ndio taji lako hilo, kama ndio taji lako hilo, simama pamoja nami asubuhi ya leo. Kama hilo ndio taji lako, ni jambo gani ambalo Mungu kusudia ndani ya moyo wako? Kila ambacho Mungu unahitaji kufanyie au kutendea kwenye maisha yako, kusudia ndani ya moyo wako, ni jambo lipi ambalo Mungu anahitaji kufanyie